nitumie japo salamu, siku hizi mitandao inaruhusu. Niweke moyoni baby, usije nihukumu. Hasa ukiwa na simu ya mkono baby, unaweza nibusu. Kitafuta kwa Twitter kipenzi changu, tutaongea. Wakati unanimisi tumie Skype, naona ndio bora. Kitafuta kwa Twitter kipenzi changu, tutaongea. Wakati unanimisi tumie Skype, naona ndio bora. Tantarara tantantarata. Hapa sijasikia everybody sing. Everybody sing. Hapa tuna flow. Hapa tuna flow. Sijasikia everybody sing. Everybody sing. Sauti umesikia wewe? Mwanangu, twende tena. Twende waje kwa Kenya Love is in the building once again. Ladies, kiss the Miaka na mikaka imepita, wala sijakuona kipenzi changu. Nitumie japo salamu, siku hizi mitandao inaruhusu. Niweke moyoni baby, usije nihukumu. Hasa ukiwa na simu ya mkono baby, unaweza nibusu. Kitafuta kwa Twitter kipenzi changu, tutaongea. Wakati unanimisi tumie Skype, naona ndio bora. Kitafuta kwa Twitter kipenzi changu, tutaongea. Wakati unanimisi tumie Skype, naona ndio bora. Tatarara Alkenia Love nyingi na kusubiri, wala sikuoni. Kwani umeguswa wapi? Hebu nikuulize, ukiandika huu wimbo ulikuwa na miss? Alikuwa yuko mbali? Ama kuna kitu kilikuwa kimetokea bana? Alikuwa across the borders? Because nasikia Skype. Nasikia. So you can kiss me through the phone. Kiss me, Soja boy, kiss me through the phone. Creativity. Ni creativity too. Yeah. See it, you are going through something. No. Are you sure? Hapa unaweza ukaweka mambo paruanja. Wala usiogope mzee. Usiogope mzee. Kuna wakili. Wakili hakuna hapa hawezi shtakiwa. Hawezi shtakiwa mwanangu. That's creativity. Yeah, it's such a beautiful song. Thank you. Wow. Alkenia Love. Namka. Mwanangu, muda umekwenda sana. You know, labda kuna kizazi ambacho labda ndo muda huu kinakusikiza kwa mara ya kwanza. Unajua kuna kizazi sisi millennial ambao tumekusikiza enzi zile za Nkuno Dede. Mpaka tuko hapo kwa huu hapo tunazungumzia sasa hivi. Alkenia Love ni nani? Ni Alphonse Dizono Suleiman. Kijana mtanashati kutoka Mombasa. Yeah. Sasa hivi nimekuwa ni Kilifi County. Kilifi County, yeah. Na ni kijana tu anapenda Mungu. Anapenda Mungu. Penda Mungu sana. Mimi nikifanya kazi Pwani miaka mingi iliyopita, Alkenia Love ilikuwa tayari namsikia. Na nadhani labda unajua it's been a long time, almost 15 years plus. 15, yeah. But I think I hosted you at some point, either in Kwale or Mombasa. Yeah. You've been in the game for how long, my brother? Almost 15. Sindio? Yeah. Because huu wimbo ambao umewimba hapa, nadhani kwamba umetoka not less than miaka 10 iliyopita. Miaka 10. And it still sounds fresh. Unajua walifunga Skype. Lakini I was saying the other day wakisema kwamba Skype sasa imetoka kwenye soko. Lakini you know it is a timeless song. Bado una feel kama ni wimbo wa kisasa kwa sababu sasa we are doing those things you're saying. We are doing them now. Relationships wote wakiwa mbalimbali. Watu wanatumia simu kutumiana mabusu. Bila shaka. Yeah, so kuwasiliana 15 years in the game. Yeah. Wow. Na Alkenia, ukisikiza katika huu wimbo ambao umeimba na umesikiza Nzula alianza pale akisema kwamba not everybody sing. Najua kupenya alikuwa anaelekea. Shida inatokea wapi wakati wimbo ni wako kama msanii na unapata ugumu wa kuimba ule wimbo? Sauti inapotea.
Maana wapo wasanii na tumewaona, na hata wewe umekuwa kwenye game kwa zaidi ya mwongo moja. Unaweza toa ushuhuda. Wimbo ni unaona vile sasa unatiririka kwa wimbo wako. Yani mpaka mtu na feel kwamba huu wimbo ni wa Alkenia. Lakini kuna msanii huo wimbo utamwekea hapa akupe a cappella, ana struggle. Shida huwa inatokea wapi? Unajua muziki ni kipawa. Kipawa cha Mwenyezi Mungu. Na sasa hivi imefikia kiwango ambacho imekuwa muziki ni biashara. Kwa hiyo kila mtu anaona kwamba anaweza kufanya. Kwa hiyo anaenda studio, ana producer anambambanyia, kumbambanyia. Alafu mambo yanakuwa. Anaweka auto tune hapo. Sasa ikishafika kwenye live performance. Inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu. Kick na snare nyingi. Kick na snare. Maneno mengi. Alafu akifika kwenye ukumbi anashindwa. But inamaanisha kwamba kama msanii kuna vile, can you train your voice? Is it possible? Sasa basi kipaji sina, lakini nina matamanio ya kuimba. Je, naweza hii sauti yangu nikaifanyia mazoezi mpaka ikafika mahali ambapo naweza kuimba tu vizuri kama msanii mwingine? Kwanza lazima iwe kipaji. Lazima iwe kipaji. Ndio itakuwa kazi rahisi. Kwa sababu ikiwa kipaji, sasa kwingine unaongeza ukomavu, experience, weka na bidii. Yes. Alkenia, zaidi ya mwongo moja kwenye industry ukiwa unaimba, ukilinganisha wakati ule na wakati huu, unajua sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Mtu anatoa ngoma leo, ameachilia kijiclip pale, tayari watu wana trend nayo kwenye TikTok hata kabla wimbo hujafika kwenye YouTube. Sijui experience kwako umekuwa vipi? Imekuwa hiyo. Hata sasa hivi huu wimbo na kusubiri nyuma tu hapo kama wiki 3 zimepita umetrend sana. Na ni wimbo tu wa miaka 10. 10 years ago. Nataka sikiliza leo, anaona kama ni wimbo wa leo. Kweli. Ni wimbo wa miaka 10, lakini ni wimbo ambao una maisha marefu. Na I mean wakati wimbo unaenda kwa TikTok kwa mfano, I remember Nzula kuna wimbo fulani tuwaizungumzia hapo, msanii mmoja kutoka Nigeria ambaye alitoa wimbo akaenda kwa interviews zenye za studio, lakini wimbo haukwenda. Lakini there's one person ambaye alifanya challenge wa huo wimbo kwa TikTok tu, na watu ukaipick from there like wildfire. Na wimbo ukaspread. Na sasa views bikaongezeka kwenye YouTube. Sasa watu wakaenda kutafuta wimbo YouTube. Wimbo yeye kwa YouTube. Nani aliimba? Over 5 years later. Sasa. Na hiyo ilikuwa ni miaka kadhaa baada yeye kutoa wimbo, aka aligive up kwamba huu wimbo hakuna penye unaenda. Sijui sasa hivi mitandao kama TikTok zinawasaidia vipi, na msanii anaweza akaitumia kivipi kupush wimbo wake? TikTok na Facebook na Instagram inasaidia pakubwa. Lakini pia kila mmoja ana wakati wake. Mwenyezi Mungu amemtengea mtu na wakati wake. Kuna wimbo hapa uli trend sana wa mzee fulani wakati wa kampeni, umetumika sana na Raila. Mzee alitunga wimbo akiwa kijana. Lakini ulikuja kumfaidi akiwa mtu mzima. So kila kitu na wakati wake. Okay. Alright. Kwa mtu ambaye labda ako curious kujua ilikuwaje Suleiman akawa Alkenia Love. Ile jina ulilitoa wapi ndugu yangu? Ulikujaje mpaka ukajiita Alkenia Love? Ama kuna maana fiche labda? Maana ipo. Alkenia AL ina stand ya Alphonse. Alafu Kenya. Country. Alkenia. Kumbe uzalendo. Najivunia. Alkenia Love yuko ndani ya studio, tunazungumzia maisha yake, muziki wake, na katika muda usio mrefu tutapata kujua mengi zaidi kumhusu, lakini kwanza kabisa tunalipa bills. Mabibi so kuno dede na mala ni kwambire utu. 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 Na mala ni kwambire utu nzo kuno dede. Wawe. Njoo nikwambie. Nimevumilia
siku nyingi kukungojea. Keka tumepeleka wapi mziki? Where is the music? Tuko na Alkenia Love Okumu. Let me translate for you. Twende kazi. Nzokuno dede. Inamaanisha njoo huku mpenzi wangu. Nataka nikuambie kitu. Umekosea? Uko sahihi. Siko sawa. Njoo nikwambie kitu mama. Nzokuno dede. Nzo yani njoo. Kuno ni huku. Dede ni mtu wangu. Nikwambie chitu. Na chitu. Kwambire. Chitu no? Chitu ni kitu. Tunasikia lugha ya Kipwani. Najua, na chitu najua. Kiswahili iko mbali. Chitu najua. Nimefanya kazi Mombasa miaka 9 sana. Kuno dede ni kwambire chitu. Ulikuwa unamwambia kuja umwambie kitu. Wimbo kwa nakusubiri ilikuwa ameenda. Kwa hiyo nikaa namwambia nakusubiri urudi. Miaka mingi imepita. Lakini sasa hivi namwambia sasa njoo nikwambie utu. Nikwambie. Sasa wamekuja namwambia njoo Nzokuno dede. Niko na maneno ya kukwambia. Lakini kaka nahisi kwamba hivi vitu vilikuwa vinakufanyikia. Kabisa. Because huwezi kutuambia mambo ya Skype, kiss me through the phone. Alafu sasa unamwambia umekuwa mbali Nzokuno dede. Aliona ule wa kwanza ni kama hukufaulu. Akasema acha nitume message nyingine. Sasa wacha nitume mbinu nyingine. Ni kama masikizi. Kaka unadanganya bwana. Wacha nimwambie kwa lugha ya nyumbani. Yenye ataelewa sasa. Hawezi jitia mnazo. Unajua ukimfuata mtu, umfuate mtu kwa siku moja. Unamfuata. Unaongeza bidii. Jamani, haya yalikuwa ni mambo ya zamani. Alkenia. Haya yalikuwa mambo ya zamani. Eti ya kutongoza. Siku hizi bado tunatongozana huko. Either unataka ama hutaki. Imagine. Unajua hizi enzi zetu. Ilikuwa unamuona leo anaenda dukani. Namchungulia. Uko sawa? Tunaweza kutana. Kesho tena. Nakwambia senzi mino. Sitaki. Sitaki maneno yako wewe. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika, but it's such a beautiful song. Uliamua kuimba lugha ya nyumbani. Kwa huu wimbo. Ni uzalendo. Was it kwamba Alkenia ulikuwa deep in love? Because tunajua wasanii wengi. Either utakuwa unaandika kutoka na kitu unapitia wewe. Ama unaandika kwa sababu umeona mwenzako anapitia. Kuna rafiki yangu mmoja msanii aliwahi niambia, rafiki yake alikosana na mke wake. Na yule rafiki wakati ameenda kwake kutafuta ushauri, akamsikiza na akamdadisi sana. Akamuuliza maswali yalianzia vipi mpaka yakafikia hapa mpaka sasa yule bwana akawa anamwambia na yeye kumbe ana akili tu. Alipotoka hapo alienda kwa studio kuandika wimbo. Inaweza kuwa ni kitu ambacho mwenzako anapitia. Love is a beautiful thing. Yes. And hata kwa hii namna tu ambayo tunazungumza tunacheka. Ni mapenzi. Kweli. Haionyeshi kwamba basi tuwe na mapenzi sasa ya kuwa wapenda nao. Mapenzi ni namna tu tunavyochukuliana, tunavyobebana. So inaona kwamba kipindi hiki ulikuwa kwenye mapenzi. Kuna uhakika ama inaweza kuwa inaweza kuwa. Alkenia Love, umekuwa kwenye industry for 15 years now. Pesa yako nyingi unaitengeza kwenye stream ya kimziki. Unaitengeza kwa streams ama corporate events, performing live. Maharusi. Mara hizi ni hii ya dede njoni kuambia kitu hiki. Hii sasa ni harusi. Ni harusi sana kabisa. Hii ni harusi. So far ukilinganisha katika, kwa sababu unajua katika karne ya sasa hivi wasanii wengi kwa kweli atakwambia kwamba yeye anavuna sana kutoka kwa malipo ya mitandao ya endorsements ikilinganishwa na performance. Because labda mtu anasema kwamba performance labda mwezi umeisha sijapata hata event mahali alikuwa no, lakini anajua kwamba pale kwenye mitandao pale kwenye streams pale YouTube pale and stuff like that. Kwa wasanii ambao mlianza kuimba back in the days, how do you transition kutoka so that you join the current happenings kwenye industry?
we have already done it. We've done that. Lakini kitu ambacho wasanii wa zamani wamekishikilia ni kuegemea kwenye live performance. Live bands, live events. But ukicompare na maokoto ambayo yanapatikana kwenye hizi streams na live, gani ambayo inaingiza sana? Live ni kitu cha kuendelea. Live ni kitu cha kuendelea. Alafu pia maokoto ya streams yana muda, yanachukua muda mrefu. Kabla hujaanza kuona mavuno. And also means kwamba pia labda wimbo ambao utakuwa unatoa labda pia uwe ni wimbo ambao utavuta watu wengi sana. Tavuma wimbo wote ule una period mpaka upate sasa royalties, maokoto yoyote yale lazima uchukue muda. Alright. Compared to performance live, unaenda unafanya unapewa hela yako. Okay, so are you under any management? Kuna watu labda wanakusaidia? Nimeona umetembea na kaka mmoja hapa, kuna kamera anafanya kazi. Are you doing it solo? Sasa hivi naweka sasa hiyo team. Unaweka team. Na kakangu hapa Kevin anapiga picha vizuri, yani ni mkali. Yeye ni mmoja wa timu yangu. Okay. But sina management kwa sasa. Lakini Mwenyezi Mungu akiajalia basi. So uko na ndoto ya kurudi kwa management? Kwa sababu awali ulikuwa unatuambia off mic kwamba kuna wakati ulikuwa na watu ambao kwamba labda walikuwa nakuelekeza, ambao labda kazi zako walikuwa na upachika wao kwenye mitandao, kwa mfano kwa YouTube. Wewe unaonaje ukiwa kwamba unajisimamia wewe na ukipata kikosi ambacho kwamba ukimekusajili sasa wanakusimamia wewe? Ipi sahihi kwako? Nafikiri makubaliano ya awali yalikuwa ya nusu kwa nusu, tusaidiane tufike wapi. Lakini nikipata management ambayo iko tayari kuwekeza, kuinvest kwa sababu mimi ni brand. Iko tayari kuwekeza, basi mimi niko tayari kufanya makubaliano ambayo yatakuwa sahihi, ambayo tutakubaliana kwa wema na kwa uzuri, tufanye kazi. Umezungumzia kuwekeza, na nadhani kwamba hapa ndo tatizo kubwa huwa latokea. Huo uwekezaji ambao huwa sometimes mnazungumzia, nikipata watu wa kuwekeza, uwekezaji huaga ni uwekezaji wa aina gani ndio kama msanii usione kwamba unadhulumika? Sana sana tukizungumzia uwekezaji tunazungumzia kuwekeza kwa fedha. Management inafaa kuwekeza fedha kiwango fulani ambacho kwa muda ambao mmekubaliana. Wanapowekeza wanatia nguvu ya kufanya wewe sasa unafika sehemu ambayo wewe kipekee yako huwezi kufika. Sasa kwa ule muda mapato yanapokuja basi mnagawanya. Lakini kwa sasa hivi unadhani kwamba ni wepi ambapo haufike kwa sababu hauna mwekezaji labda? Sasa hivi zamani nilikuwa mimi kama mimi Alkenya. Ila sasa hivi nina familia. Nina watoto ambao wananitegemea. Kwa hiyo fedha zangu nyingi zinaenda kusimamia sasa masomo ya watoto, mahitaji ya familia. Kwa hiyo inakuwa ngumu sasa hivi mimi kuachilia kazi kwa mpigo. Kwa sababu lazima pia ni balance jamii yangu. So hiyo inamaanisha kwamba kwa sasa hivi kuna kitu ambacho unakifanya pembeni kando na usanii kabisa. So ina maana kwamba sasa hivi hujaichukulia usanii wako kama ndo kitu ambacho kwamba kinakuingizia kipato. Hicho ndio kinaleta kipato ambacho naweza kuwekeza kwenye biashara zingine. Okay. Alright. Tuko na Alkenia Love ndani ya studio, msanii kutoka kule Pwani ambaye anafanya kazi ya kubalika. Amekuwa kwenye industry kwa zaidi ya muongo mmoja, na ukisikia kweli mziki wake unasikia ni mziki ambao mpaka leo una make sense. Alizungumzia Skype how many 10 years ago. Leo hata kama tutumii Skype, we are using other things, but the song is very relevant. Ndio. Sasa hii watu wako kwa WhatsApp live. Mambo yamebadilika. Exactly. DJ K Cash, tupatie moja ya Alkenia Love. Ndani ya studio, Alkenia Love anaimba gospel. Kwa sababu hii ni gospel hii. Sasa yani tumeruka kutoka kwa mapenzi tumefika kwa sasa
Maswala ya Mungu. Are you a gospel artist ama you are an artist who loves gospel? I'm a gospel artist. You're a gospel artist. Yeah. Unaimba nyimbo za injili. That is your line, eh? That's my line. Oh. As in zile mbili za kwanza zilikuwa gospel pia. Si hata Songs of Solomon. Where? No. Songs of Solomon. Anasema your lips are sweet. Like what? Like wine. Like honey. Like ni honey ama wine? Zile umeanza kuwa msanii wa gospel lini? Wakati ukianza ulikuwa wa secular, yeah. Si ndio? Ukianza kwa secular lakini kwa sasa hivi umeingia kwa gospel. Kwa hivyo Alkenia sasa hivi wewe ni gospel artist. Mimi ni gospel artist. Unajua nilikuwa naambia hukumu, I was checking something on social media. Yeah. Nikaona you have been described as a gospel artist. Yeah. So nikawa naambia hukumu, Alkenia, uliokoka lini ndugu yangu? When did you see the light? Hebu tuambie. Tumeona wasanii wengi by the way. Tumeona wasanii wengi wakianza kama gospel artist. Wanamalizia secular. Well, it's the opposite. Secular, unaishia gospel. Ufunuo ulipata wakati gani? Nataka niombe kitu. Kila mmoja it's either amezaliwa kwenye familia ya Kiislamu ama ya Kikristo. Lakini akikua anakuja kufanya maamuzi mwenyewe. Either kuendelea ama kutokuendelea. Yes. So mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Na pia hapo nimezaliwa kwenye familia ya Kiislamu kwa sababu babangu ni Muislamu. Na mama ni Mkristo. Baba Muislamu, mama Mkristo. Sasa kipindi ukikuwa ulikuwa unafuatilia dini gani? Kikristo. Ulifuata nyayo za mama? Nyayo za mama. Na sio kwamba simpendi baba. Nilijikuta niko karibu sana na umevutiwa. Niko karibu sana na Ukristo. So nimeenda hivyo na nilipoanza kurekodi nimerekodi nyimbo za secular. Lakini sasa hivi miaka 3 imepita turn kuwa a gospel artist. Hapo ndo tunakuja Alkenia. Ni kitu gani kimekuchochea ukawa mwanamuziki wa injili? Msingi uliopewa na wazazi ulikuwa ni msingi wa kidini, sio? Lakini wakati unaanza uimbaji wako ulikuwa umeanza kama secular. Lakini ndani ya miaka 3 sasa hivi umekuwa ukiimba gospel. Kitu gani kimekuchochea? Nafikiri nilitafuta kufikiria wapi nitapata amani ya moyo wangu. Kwa hiyo kuimba gospel ni mahali ambapo nahisi nina amani sana. Huko dunia walikuwa nakupeleka mbio sana. Wamekutesa sana. Sio kwamba wamenitesa. Lakini nilihisi kwamba hata ninapoimba wimbo unaweza kuwa mzuri kwangu. Lakini nahisi kama haujagusa moyo wangu ndani kabisa. Mimi nataka tuimbie gospel moja a cappella bila background. Just worship because you have an amazing voice. By the way, if you're a gospel artist, I know you have changed. Collabo ndo hii hapa. The story has changed. Kuna mtu alitoka kwa Saulo kwa Paul ama Paul kwa Saulo. Ni kwa nani? Ni Saulo akawa Paulo. Sasa wewe ndio sasa hivi umetoka kwa Saulo umekuwa Paulo. Hebu jamani tuimbie moja a cappella safi ya injili. Na jamaa wangu wa digital tafadhali naomba akiimba hii mtarekodi munikatie. Kabisa. Akiimba kwa sababu kuniko nadhani kwamba tunasema jamani Dede njoo. Dede bado anaweza kuja. Nikwambie. Dede si anaweza kuja tu. Na umpatie gospel. Umpatie Bible verse. Za Solomoni zile. Lakini kwa sasa tuangushie moja a cappella. Pendo la thamani sijapata kwengine ulivyonipenda na kunipa amani yangu. Basi nimekata hapo ndo nikuangalie. Kule kwingine ndo kumbe. Mbona imekuwa fupi mwa jamani? Nilikuwa na kuangalia. Uko na nyimbo kaka, uko na nyimbo zipi, nyimbo ngapi za gospel? Kufikia sasa. Kufikia sasa na nyimbo zinafika kama 5-6. Kama 5-6. Wow. Na so far so good? Yeah. I thank God. Thank God. Umesema very soon tutakuwa tunasikia paka ndimi zi. Umefikiria kufungua kanisa?
Mwimbaji wa nyimbo za Injili ni mtumishi wa Mungu kabisa. Maana unahubiri kupitia nyimbo, unatumikia kupitia nyimbo. Naam. Wow. Sasa unawazia kufungua kanisa? Siwezi kujua, lakini apendavyo Mungu anapokuita basi tutaitika. Mimi niko tayari. Mama alihisi vipi wakati sasa ulipata taarifa kwamba mami naimba Injili? Yani kama kuna kitu ambacho kilimfurahisha mamangu ni hicho, kwamba unaimba Injili. Kwa sababu nilipokuwa nafanya secular tulikuwa tunavutana sana. Lini hichi kitu unafanya? Hapana. Huku siko Mungu ambako wamekuita. Mungu hajakupa sauti kwa sababu ya kuimba hicho unachoimba. So mama alifurahi sana. Wow. Yani mama kwa nafsi yake sasa hivi ameridhika. Kabisa. Tuseme mama na familia yangu yote. Na huyu huyu dada ambaye ameflow kwenye hiyo ngoma ni nani? Cynthia, anaitwa Cynthia. Naam. Okay. Alright, Alkenia, labda sasa hivi najua kuna mashabiki ambao umewapata leo, lakini kuna kina sisi ambao tumekujua toka ule muda ule. Sasa kwa kweli Alkenia, mimi sikuwa najua ushaingia kwenye muziki wa Injili. Kwa kweli. Hata Nzula nimemwambia, mimi najua Alkenia kama secular. Sasa kwa mashabiki wako sasa hivi unawaahidi nini sasa? Nawaahidi kwamba Mungu akiniwezesha, nitawapatia mziki mzuri, mziki ambao utakonga mioyo yao, mziki ambao utawaleta karibu na Mungu, na kwamba sasa hivi huu ni mwanzo mpya. Ukurasa mpya huu. Ukurasa mpya, this is a new dawn, ambayo naamini Mwenyezi Mungu kule mbele anakotupeleka ni kuzuri zaidi. Alright. Kushinda kule tumetoka. Kwa hivyo tutarajie kazi after kazi. Naam. Asante sana brother. Kakangu, mimi naamini una sauti nzuri sana na sauti ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama hiyo ndo line umechukua, tunakutakia kila laheri. Na tunajua the next time utatutembelea utakuwa na hit track ya gospel. Ama ni aje? We can't wait. Oh yeah. Alkenia Love ndani ya studio ukiwa unategea Radio Maisha Radio. Zaidi ya radio. DJ K Cash, tupatie moja Alkenia tukimalizia.